Inawezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba. Anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Hello, ebana mambo vipi mwana universe, ebana mambo vipi Tanzania. Naitwa Mr. Mzawa wa Mzawa Media. Taarifa ambayo nimekuletea kwa siku ya leo hii ni kuhusiana na mwanasheria mkuu wa serikali ambaye aliapishwa jana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa taarifa ambazo zinasambaa mpaka sasa hivi, baada ya mwanasheria mkuu wa serikali kuapishwa, aliahidi kuanza na Mange Kimambi ambaye tunamuita dada wa taifa aliyeko nchini Marekani. Taarifa ambazo alizizungumza ni kama hiyo video ambayo nimekuwekea pale mwanzo, kwamba anasema ni mtu mmoja tu anaamua kuambia Watanzania nini wafanye na wanafanya kweli, lakini pia baada ya Watanzania kufanya anakuja kutamba. Kwa lazima tumwajibishe. Ni taarifa ambazo zimetolewa na mwanasheria mkuu wa serikali aliyeapishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa mpya sasa baada ya Mange Kimambi kusikia hotuba ya mwanasheria mkuu wa serikali. Taarifa ambazo alizitoa Mange Kimambi katika ukurasa wake, alisema kwamba look at this fool. Kaapishwa leo kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Cha kwanza ni extradite Mange Kimambi. Mmeua maelfu ya vijana wa Tanzania, ila mnamsaka Mange na sio wauaji, na huyo aliyewatuma wakaue. So stupid. Sasa mtanirudisha Tanzania nikiwa nimechapwa risasi na Mexico cartel au nikiwa natembea? Be specific, stupid fool. Serikali ya Marekani will laugh at you like the fool that you are. Sheria gani iliyovunjwa mpaka serikali ya Marekani wanikabidhi kwenu? Kuwaonyesha ufisadi wenu wa Tanzania ndio kosa? Kuorganize maandamano ya amani ili kudili na uchaguzi mliopora rasilimali mnazopola ndo kosa langu? Pumbavu kabisa. Kuna siku nitarudi Tanzania mwenyewe kwa raha zangu, ila kurudi sababu nimerudishwa kinguvu ili nyie mkanikamate nitandike risasi kama mlivyofanya hao watoto. Haitokaa itokee. Halafu lione lilivyo zero brain. Eti tucheki kama kuna extradition agreement na Marekani. Yani mwanasheria mkuu wa serikali mpaka ukacheki ujui. Sasa nikufundishe kuwa ndiyo serikali ya Tanzania inayo extradition agreement na USA, ila hawatokaa wanirudishe kwa mafisadi nyie. Komeni na Mexico cartel. That's your only hope ya kunitoa duniani. Huo ni ujumbe ambao umetolewa na Mange Kimambi baada ya kusikia plesi ya mwanasheria mkuu wa serikali aliyeapishwa hivi karibuni na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa ambayo nimekuletea kwa siku ya leo ni hizi ambazo zina trend kwa sasa. Ndo kawaida yetu kukuletea taarifa ambazo zina make headline na trend. Ila tu kwa kusubscribe katika channel ya Mzawa Media, Tupatane TV, Masala Media, Masala TV pamoja na Naga Media. Ni taarifa muhimu sana ambazo zimekuwa zikiwekwa katika channel zetu hizo. Lakini pia usisahau kutufollow katika ukurasa wetu wa Facebook Masala Gane pamoja na Cheka na Mzawa. Asante sana, naomba nikutakie siku njema. Sema ni kwamba do not give up. Hakuna kugive up. Lazima tuipiganie nchi yetu mpaka tuipate. Kama that means watatuua wote milioni 60, so be it. Whatever it takes. Hatuachi hiyo nchi wala turudi nyuma. So what's the way forward? Ambayo hiyo ndio kila mtu anauliza. Sasa hivi tunafanya nini? What's the way forward? The way forward now is to really think. Wote tufikiri wote kwa pamoja. Kwa sababu hata tupofika hapa si haikuwa mawazo yangu mwenyewe. Mawazo tulishare. Mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba. Anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP, huyu lazima tumkamate. Tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States. Tuangalie tu, tutafikiri tu.
lakini hawezi yule kututambia kwa kiwango hicho. Yani ana admit kwamba hicho yeye ameinjinia kukifanya na bado atafanya zaidi. Sasa sisi tunamwachaje? Ulizeni wa Tanzania. I think ilikuwa ni miezi 5 iliyopita. Nilifanya video kama hii nikiwa nimekaa kwenye gari, nikiwa nalia, nikijilaumu kwamba na mimi nawasaidia CCM, namsaidia Samia Suluhu kuwatoa wananchi kwenye reli ya kufuatilia mambo ya maana kwenye nchi yao, instead nawaweka busy na umbea. Nilifanya ile video huku nalia because it was a hard decision, kwa sababu ndio pale nilipokuwa napatia hela yangu ya kula watoto wangu, lakini niliona kama pia natumika, nafanya ile kazi natumika. So I think ilichukua kama siku 2 baada ya ile video ambayo nilikuwa very confused. I think ilichukua kama siku 2 nikafanya decision, nikarudi nikafanya decision, nikawaambia kwamba sitofanya umbea kwa muda wa miezi 5. Nitajidedicate kwenye kuambieni ukweli, kwenye kuonesheni ukweli kipindi hicho cha kampeni. Nika promise kwamba tarehe 1 Novemba nitarudi kwenye umbea. Sababu siku expect kitu kama hiki. Nili expect, I don't know, nilikuwa na expect nini, lakini I just thought baada tarehe 29 maisha mengine yangeweza kuendelea. Siku expect uchaguzi ambao ungekuja na of course matokeo yaliyotokea. Toka issue tokee, Watanzania wengi wananifuata, wananiambia dada usituache, ulisema utarudi kwenye umbea, dada usirudi, hivyo dada tutakusupport hivyo, lakini usirudi huko. Nimeona nifanye hii video niwatoeni wasiwasi ndugu zangu. Niwatoe wasiwasi, siendi popote mimi. Haya ndo maisha yangu sasa. Ndo basi, haya ndo maisha yangu. Nitafanya hii kazi, nitasimama na nyie mpaka Tanzania iwe liberated. Nitasimama na nyie mpaka tupate uhuru. Naomba msinitilie mimi mashaka kwamba mimi naweza nikawageuka leo au kesho. Mimi sio hao ndugu zangu. Mimi siwezi kuwageuka. Mimi niko na nyie ndugu zangu. Kama that means nitakufa maskini, kama that means whatever. Yani mimi niko na nyie mpaka either Tanzania iwe liberated au wanitumie hao watu wao waniue. That's the only way tutaachana. Mimi sasa hivi ndio kwenye umbea. Naambia nini hao watoto? Damu za watoto zopotea. How do I just move on from this? Dada yenu wa taifa iko na nyie. Dada yenu wa taifa iko na nyie. We're gonna see this through together. Mungu atatuguide mpaka mwisho. Lakini nachotaka kusema ni kwamba do not give up. Hakuna kugive up. Lazima tuipiganie nchi yetu mpaka tuipate. Kama that means watatuua wote milioni 60, so be it. Whatever it takes. Hatuachi hiyo nchi wala turudi nyuma. So what's the way forward? Ambayo hiyo ndio kila mtu anauliza. Sasa hivi tunafanya nini? What's the way forward? The way forward now is to really think. Wote tufikiri wote kwa pamoja. Kwa sababu hata tupofika hapa si haikuwa mawazo yangu mwenyewe. Mawazo tulishare. Kwa hiyo from here on tutashare pia. Okay? Tutashare, tutajadiliana. We have to do it the right way. Kuna yani hivyo. We have to do it the right way. But mimi nawahakikishieni tutashinda. Nawahakikishieni tutashinda. Kwa sababu sisi ndo wananchi. Tutashinda. Sitaki mtu afe moyo, sitaki mtu arudi nyuma, sitaki mtu a give up, aseme basi tuachie. Hakuna cha basi tuachie, haipo. Kina Nyerere wangesema basi tuachie, wamwachie mkoloni. Leo tungekuwa wapi ndugu zangu? Hakuna cha basi. Haipo. And we will find a way and we will win. Just stay positive. Stay positive, and I'll tell you this.
There's a light at the end of the tunnel. There's a light. I'll come back.